sababu tumekuwa na masomo ambayo yanaendelea kwenye madhabahu, lakini Jumapili na Alhamisi iliyopita tulikuwa tumezungumzia aina ya nyota pamoja na mafuta, na nikatafsiri kwamba tunapozungumzia nyota kibibilia ni mwanga au ni nuru au ni taa ambayo inawaka mahali, lakini nikasema taa yoyote lazima huwa inatiwa mafuta. Bwana asifiwe. Na mifano kadhaa ambayo tulikuwa tumeiona, tukagundua kwamba hakuna taa inayojiwasha. Hata hizi za TANESCO kuna transformer ambazo zimetiwa mafuta, lakini hata zile za gari kuna betri, kuna mafuta ambayo yanahusika ile taa ione mbali inakoelekea. Kwa hiyo nilizungumza kwa lugha ya hekima ya kibibilia kama sehemu ya nyota, lakini kaona kama ili tuende pamoja kwenye kiwango cha uelewa wa kawaida, tuichukue kwanza taa kama taa, tuzungumze nayo, halafu ndani ya tafsiri zetu za nafsi tutakuwa tunaiona kama nuru. Haleluya. Na tukaona kwamba kuna watu wanaitwa manajim, kuna wengine wanaitwa wapiga ramli, waganga wa kienyeji, lakini tumeona wale wanaoandika makombe wana majina tofauti tofauti, na wao tumewaona pia wakizungumza kwenye maeneo tofauti tofauti. Wameongea pia lugha nyingine inaitwa farak, kwenye lugha zile zilizozaliwa kwenye Kiaramu, ile lugha ya pili duniani baada ya Kituruki. Kigiriki ilikuja lugha ya pili inaitwa Kiaramu, alafu Kiebrania kikazaliwa ndani ya Kiaramu na Kituruki, alafu ndo kikazaliwa na Kiarabu pale, ambacho Kiarabu katika weledi wake kimezaa lugha moja tu ya Kiswahili. Yaani Kiswahili unachokisikia duniani ukikifikiri popote kukiona kama fasaha, lakini ni mtoto wa Kiarabu. Haleluya. Sasa wana lugha zao wanazotumia. Wayahudi saa hii wamebezi kutumia Kiebrania kwa sababu kimetanda sana na dunia imekipokea kwa kasi zaidi ya Kigiriki. Kwa wale wana theolojia mnaweza kufuatilia hiyo mkaona vizuri nilipokuwa nafundisha habari ya Kiaramu, kwamba tunakutana na watu wengi sana kwenye mazungumzo, alafu anaweza akakutia hasira, kumbe ametumia Kiaramu. Bwana asifiwe sana. Ametumia lugha ya Kiaramu. Yaani unapoona mmeenda mkajibizana alafu akaongea lugha kali, unakuta ni Kiaramu. Kibibilia ilikuwa ni lugha ambayo inatoka kwa ukakasi sana, alafu inaweza kuconfuse mission ambayo iko mbele, na mwingine anaweza akachukua mpaka silaha kufanya hata kieneo jingine kwa sababu ya ile lugha. Tulifundishana huko nyuma, sitaki kurudia, lakini nilikuwa nazungumzia kitu farak ambacho sasa kilizaliwa rasmi kwenye lugha ya Kiarabu, na kuna vitu ambavyo vilikuwa hao nao walikuwa ni moja walikuwa wanafuatilia kuhusu mianga, mionzi walikuwa wanaifuatilia, alafu wanaweza kusema mwanga wa huyu umeibiwa, kwa maana ya nyota yake imeibiwa. Na hii si kweli kabisa kwenye ulimwengu mzima. Wale ni adui alipandikiza uongo kwa ajili ya kuharibu maisha ya watu na kuwavunja moyo. Mungu kama ameweka nuru ndani ya nafsi yako, hakuna mtu anaweza akaiba. Hakuna nyota inayoweza ikachukuliwa kwenye maisha ya mtu, kwa sababu ni mwanadamu mwenye uwezo upi achukue nyota yako alafu aihamishe au aitumie au aipeleke mahali pengine, ikiwa Mungu aliyekuumba ndio ameweka. Kama ilivyo haiwezi kuibiwa pua yako, kama ilivyo haiwezi kuibiwa pengine kidevu chako, hawezi kuiba mtu paji lako la uso, ndivyo nyota yako, amini tangu leo kwamba haiwezi kuibiwa. Sema haleluya. Amen. Lakini tuna appreciate kwamba nyota inaweza ikaharibika kwa maana kwamba taa yoyote inahitaji mafuta. Ikikosa mafuta inafubaa. Bwana asifiwe sana. Yaani hata nuru unayoiona kuna wakati ikikosa mfumo ule wa kiungu inaweza ikafubaa iwe ndani ya mtu. Na wakati kitabu kile cha Mwanzo kwenye uumbaji tunaona vizuri sana, wakati Mungu anaumba aliifanya nuru ikaitwa jina zuri mchana,
alafu giza usiku akatamka akaita nini? Giza. Bwana asifiwe sana. Sasa naweza nikakueleza kitu kingine cha ajabu kwamba giza linaweza kuibiwa. Hata TANESCO wanaliiba giza. Wakimulika taa zao giza linapotea. Linaweza likaibiwa, lakini nuru haiwezi kuibiwa. Mpe Bwana makofi na vigeregere. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Kwa hiyo nataka tu niseme vitu vichache kwa kushare idea na wewe, na pengine tutashauriana katika haya ninayozungumza, kwa sababu ya kuthibitisha kwa mfumo wa maandiko kwamba kama nuru ingeweza kuibiwa au nyota, basi uwezo mkubwa wa mamajusi wa kuona wangeweza kwenda kuiba ile nyota kwenye zizi la ng'ombe, kwa sababu iliwaongoza vizuri, na walipofika wakamuona yule mtoto ambaye alibadilika kuwa sio nyota tena, ikawa imewaongoza kuwaweka kwa kile kiumbe, na hawakuweza kuiba. Matokeo yake walisujudu pale, wakatoa na vile walivyonavyo. Kwa hiyo nyota ya mtu ikiinuka vizuri, lazima inamiwe na isujudiwe na itolewe zawadi zake. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo wakati tunaendelea na hayo masomo, nikasema nikatoa mfano wa wale wanamwali 10 ambao walikuwa wamejiandaa kama wanamwali, manake wachumba waliokuwa wanatakiwa kuolewa na mwanaume mmoja. Nilitoa mfano kwenye kitabu cha Mathayo sura 25, lakini usiandike hiyo. Tukaonyeshwa kwamba wale waliafanya maandalizi waliteuliwa kama Miss Tanzania wanapokuwa wameshinda. Wakafanyiwa interview zao, wakapita wao 10 kwamba ndo zaidi ya wengine 20,000 waliopo pale kijijini. Lakini walipochukuliwa sasa kwenda kwa bwana harusi ambaye alikuwa ni mtoto wa mfalme, na Yesu anasema nawapa mfano huu kutoka mbinguni, ni mfano wa mbinguni aliuleta kwa wanadamu. Akasema hawa wanamwali walikuwa 10. Lakini kila mmoja alikuwa amechukua taa, wakiamini bwana harusi ataingia usiku wa manane, na ndivyo ilivyokuwa. Na alipokuwa amefika usiku wa manane, wao walikwisha pata usingizi, wote 10 wamelala, lakini wakaamshwa kwa kelele kwamba tayari yuko around ambaye anataka kuwapa vision ya maisha. Bwana asifiwe sana. Na alipokuwa amejitokeza, basi wao wengine walikuwa wamechukua taa zilizokuwa zimetiwa mafuta ndani, lakini wale wapumbavu walikuwa wamebeba taa zao ambazo hazikuwa na mafuta. Kwa hiyo bwana harusi alipofika, wanataka kujimulika namna ile, wakagundua hawana mafuta, wakawaomba wenzao wale werevu. Biblia inasema wenye busara. Sema mwenye busara. Sema mwenye busara. Mwenye busara aligundua kwamba nyota isipokuwa na mafuta ndani haiwezi kung'aa mahali popote. Kwa hiyo kila nyota lazima itiwe mafuta, kila taa lazima itiwe mafuta. Kwa hiyo wale 5 wenye busara walikuwa wamebeba taa zao na mafuta ndani yake, lakini wale wapumbavu walikuwa wamebeba taa peke yake, maana yake hawakuwa na nini? Na mafuta. Ndio maana kukawa na mvutano wakati wanaomba msaada wa mafuta kwa wenzao wakasema haya hayawezi kututosha pamoja, nyinyi mwende kwa wauza mkanunue kule, alafu ndipo mrudi tuungane na hii safari. Walipokwenda kununua, hao 5 wakachukuliwa wakaingizwa ukumbini, na wale waliokuwa wamekwenda kununua, bahati mbaya sana hata kule tena hawakupata, kwa sababu jibu ni bwana harusi alipokuja kufungua geti. Alifika pale wakati wamebisha hodi, anafungua geti, wakamwambia ni sisi tuliokuwa hatuna mafuta. Bwana harusi akafunga geti akasema siwajui ninyi. Mwambie jirani yako siwajui mapepo na majini. Sema haleluya. Sasa hii kitu ukienda nayo kwenye maisha yetu ya kawaida, ina happen kwenye familia, ina happen kwenye biashara, ina happen kwenye mahusiano, ina happen kwenye ndoa. Unaweza ukakuta unafanya kazi na watu ambao siku zote hawakuelewi, pengine taa zao pengine hazina mafuta, lakini mafuta kimbingu yamefananishwa na Roho Mtakatifu. Ndio maana kwenye Luka sura ya 4:11 Yesu anasema Roho wa Bwana amenitia mafuta ili niwahubiri wale maskini ambao hawatakiwi duniani habari njema, pamoja na wale wafungwa niwatangazie mwaka wa Bwana uliokubalika, kwamba hawatakuwa wafungwa tena, pamoja na wale vipofu wasioona wapate kuona tena, kwa sababu waliwahi kuona alafu taa zikazimika. Mpe Bwana makofi. Lakini pia tuliona kwenye kile kitabu cha Samuel, nilikuwa sijakisema hapa, kile kitabu cha Samuel, unaona wakati kijana yule Samuel alikuwa anakwenda anaishi, amechukuliwa kutolewa kama Mlawi kwa kuhani anaitwa Eli.
Biblia inasema wakati sauti zinamuita za Mungu, alikuwa akiitika, alafu anaitwa na ile sauti, yeye anaenda kwa Samuel, lakini hakuwa na uelewa na ile sauti. Mara 2 mara 3 Biblia inasema taa ya Samuel ilikuwa haijazima, manake alikuwa amezeeka, lakini roho wa Mungu ndani alikuwa bado anaitwa sauti ya Bwana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini leo nikawa najaribu kucheki hiyo kwamba tutaendelea pale Jumapili, itakuwa ni siku ya kufufuliwa kwa Kristo, lakini mimi nitasimama na nuru. Sema amina. Kwa sababu ufufuo ni nuru. Haleluya. Ufufuo ni nuru. Kuna mateka tulifundishwa hata juzi, kuna mateka ambao baada ya ile roho ya Yesu kwenda kule kuzimu, mnaona kabisa kwamba kuna watu walikufa kwa uonevu miaka ya nyuma. Alipofika kule na kuchukua ile mamlaka, wale watu waliokuwa gizani walitoka tena wakaingia kwenye nuru, alafu wakarudi mjini. Biblia inasema kabisa wakaenda tauni kwa ajili ya misheni zingine mpya baada ya kufufuliwa. Bwana asifiwe. Sasa tutazungumza, lakini bado ninasimama na issue inayosema nuru. Bwana asifiwe sana. Lakini leo wakati najaribu kupita kwenye baadhi ya vitabu, nilikuwa naendelea kuona Yesu alikuwa anajaribu pia kuwapa mfano kwenye kile kitabu cha Luka. Alikuwa amezungumza nao sura ya 11 na mstari kama wa 33 na kuendelea pale. Alikuwa anajaribu kuwaelekeza vitu fulani, anawaambia kwamba taa inaweza ikawekwa uvunguni. Anawauliza wanafunzi wake, mkiwa na taa mnaweza mkaificha chini ya uvungu au chini ya mafiga wakati mnapika, au itakaa juu yake? Ilikuwa tu ni mfano, anajaribu kucheki akili zao kwamba ile nuru walionayo, lile neno ambalo tayari wanalo kwa ajili ya kuwapa maisha, je, wakitekwa wakaambiwa injili haitakiwi, hilo neno watalificha mkiani au wataliweka juu litaendelea kuwatetea? Na ni mambo ambayo alikuwa anatabiri mwisho wao. Sema haleluya. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu kile cha Luka tu tupite hapo kwa haraka, sura ile ya 11 mstari wa 33, tunaweza kwenda mbele kidogo mpaka 36. Hakuna mtu awashaye taa, hakuna mtu anayewasha taa kuiweka mahali palipostirika, alafu akaiweka sehemu iliyojificha, au chini ya pishi. Chini ya pishi yani mahali pa kupikia, bali huiweka juu ya kiango. Bali huwa wanainyanyua ile taa ili inawekwa sehemu ili waingiao, ili mtu yoyote akiingia jikoni au nyumba hiyo wapate kuona mwanga, wapate kuona ile nuru. Mpe Bwana makofi. Amen. Tukomee tu hapo, najaribu tu kutaka hivi na nini, na naenda na muda wangu. Lakini pia utaona wakati anazungumzia habari ya taa, alikuwa anajaribu kutafuta mioyo ya watu kwamba wewe leo ukiamshiwa nyota yako, wengi mmedanganywa zimeibiwa, na mmekubali, mnaenda mpaka kwenye makombe, mnaenda mpaka kwa waganga, unafukuza kusema nyota yako imeibiwa. Ni ujinga fulani hivi wa mtu mwenye akili timamu, lakini unakuwa ni ujinga wake fulani. Yani ana akili timamu za kuhusu kuolewa, kuoa na kuzaa na kupika na kupakua, ana akili timamu, lakini ana ujinga wa kujua nyota yake imeibiwa. Bwana asifiwe sana. Hebu mpe jirani yako mkono, mwambie sio wewe, lakini mwambie sio wewe. Kwa sababu yeye huyu lazima leo aanze kujua kwamba nyota yake haijawahi kung'olewa sehemu wala kupelekwa mahali pengine. Mimi nilisema, kwa nini watu hawakuweza wale mamajusi kuiba ile nuru ya nani, ile nyota ya Kristo? Lakini matokeo yake walimtafuta tu kumuua. Kuiba ilishindikana. Bwana asifiwe. Na kama kungekuwa kuna mchawi yoyote duniani, angeweza kuiba mchana, alafu ikawa giza tu. Bwana asifiwe sana. Kama hakuna mwanadamu anayeweza kuiba mchana akaubadilisha kwa usiku, basi hakuna mwanadamu anayeweza kuiba nyota yako. Bwana asifiwe sana. Waachieni wajinga hizo taarifa. Lakini ninyi ambao mko ndani ya mwili wa Kristo, hiyo haiwahusu kabisa. Waachieni manajimu, waachieni washirikina, waachieni wanaopiga ramli. Lakini ninyi ambao mmeliamini neno, kitabu cha Zaburi ya 119 mstari ule wa 105 anasema, taa yako wewe Mungu ni nuru ya miguu yako. Haleluya. Amina. Yani manake haiwezi kuibiwa, na miguu inasafiri kwenda kutafuta imani.
miguu inasafiri kwenda ibada, miguu inasafiri kwenda kuleta uchumi. Mungu anasema hiyo ndiyo taa. Maneno haya anasema Daudi, ambaye unamkuta kwenye 92 pale 92:10, anasema umenipaka mafuta mabichi. Yes. Umenipaka mafuta nini? Mabichi. Alafu anasema neno lako ni taa ya miguu yangu. 119 Zaburi, alafu ukiangalia kwenye mstari ule wa 5 wa 105. 119 pale 105. Ndio. Neno lako ni taa ya miguu yangu. Neno lako, anasema neno la Mungu ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Nimeapa nami nitaifikiliza. Si unaona? Anasema ameapa. Yes. Bwana asifiwe sana. Nami nitaifikiliza. Ndio. Kuzishika hukumu za haki yake. Haleluya, mpe Bwana makofi. Pigia tu Yesu makofi mazuri kabisa, sio hayo machache. Haleluya. Amen. Sasa unaweza ukaona kwamba kwenye dunia tuliopo ni lazima mambo yako yakitaka kuharibika, wewe lazima utiwe mafuta. Achana na madhehebu ambayo yamepoteza weredi kwenye imani, yanayosema mafuta hayafai. Kila mahali unasikia mafuta ndio yanafanya kazi. Gari kutoka hapa likaenda Morogoro linataka mafuta. Leo kuna binadamu hataki mafuta, na Mungu anasema mtie mafuta. Kuna mafuta ambayo hata madhabahu kama hii haijajengwa, wale ambao mnategemea kufungua makanisa, utaamini kwamba Mungu haruhusu ufungue makanisa. Ndio maana wengi makanisa wakifungua yanaharibika, kwa sababu hukubeba mafuta kwenda kwenye ile ardhi, kuanza kuipaka mafuta ile ardhi kwa ajili ya kazi ya Jehova. Na kama unielewi, soma kile kitabu cha Mambo ya Walawi sura 24 na Kutoka 27:20, utagundua ile ni mafuta ambayo linapakwa hema la kukutania, hapakwi mtu. Kuna mafuta ya mtu kwa ajili ya biashara. Kuna mafuta ya mtu kwa ajili ya uponyaji. Utayakuta kwenye Yakobo 5:13-15. Lakini hapa mahali pengine kuna mafuta maalum ya kijiwe chako unachotaka kuanza kuzalishia. Lazima hicho kijiwe kipakwe mafuta. Kuna mafuta kwa ajili ya huduma. Kuna mafuta kwa ajili ya afya. Hayo unamkuta Yakobo anasema washirikisheni wazee wa kanisa, na kama kuomba kwao kutashindikana, huyo mtu apakwe mafuta, hiyo kansa itatoroka. Manake mafuta ni neno la Bwana. Sasa leo tunatembea na hizi gospel zilizokonda ambazo ziko flat. Watu wanahubiri injili flat, injili ambazo hazina weredi. Mimi nimemwambia Jehova, kama uliniita kunitoa kule kwenye yale maisha, nipe materials zitakazofukutua vilivyofichwa. Sema haleluya. Ninatamani walokole wote Mungu awainue ufahamu, wafike viwango vya kumwakilisha Jehova. Mbingu ni hii tulionayo, sio ile tutakayoenda. Ndio maana alisema ufalme wake uje. Kuna maisha yanatakiwa hapa. Na ndio maana pia kwenye wokovu huu mwende na akili. Mwende na akili. Hata issue hizi za rohoni zinataka akili. Na Mtume Paulo aliwasia, aliona vijana wake wale wakina Timotheo, wakina nani, walikuwa wanajaribu wakiingia madhabahuni hivi, wanachanganyikiwa kabisa, wanajua kama hawajui maisha mengine. Hivyo vitu lazima viende kwa kiasi. Kwa sababu unaweza ukapitiliza, mwisho ukajikuta unabeba mizimu ya kwenu, unakuwa mwanga. Kuna kijana tuliokoka naye pale Mwanza, alafu akawa akienda mlimani siku 3 anarudi, baadaye akaanza kwenda 7, baadaye akaenda jumla, wakarudi wenzake, yeye hakurudi. Matokeo yake tulimkuta anaanza kubeba nyoka, anashika vitu vya ajabu na akaeuka. Siku moja alitusurprise, alitoka pale Mwanza akaenda Singida, akapata kwa miguu. Kutoka Mwanza kwenda Singida ni kilomita zaidi ya 500 na point. Sasa akachukua mbuzi wawili, anamletea mchungaji zawadi, amewachukua kwenye zizi la nyumbani kwao Singida. Mbuzi wawili, mmoja alifia Nzega, lakini mwingine alikomaa, alifika naye pale. Yaani alivyofika na miguu yake na nini, mchungaji alivyomuona tu akakataa yule mbuzi. Aliona hii mizimu inataka kunivaa mimi. Sema amina. Haya mambo yanataka ufahamu. Usije ukawa rohoni kupita kawaida. Kuna vitu utaviacha ukidhani una Mungu, kumbe unafika viwango vingine. Sema amen. Sema tena amen. Mimi nimeabudu na watu walio chizi kabisa.
wanamuacha Mungu. Mpango wa Mungu ni wewe kubaki kwenye ufahamu na akili zako, alafu mambo mengine yote ukayaoperate kwenye ufahamu. Sema haleluya. Ubarikiwe sana binti wa Yesu. Mungu akutendee mema mama yangu. Bwana asifiwe sana. Yaani kuna vitu, ndio maana leo tukilishika neno tunayakamata maarifa. Tukilishika neno tunashika pumzi ya uhai wetu. Ndio maana kitabu kile cha Methali, hebu chungulia kile kitabu cha Methali sura ile ya 20 mstari wa 27. Najaribu kutoa maandiko mengi kwa sababu mimi nimebobea kwenye hizi issue sahihi. Ndiyo 20 na yani 20:27. Amen. Inasema ndiyo, pumzi ya mwanadamu ni taa ya Bwana, ni taa ya Mungu, hupeleleza yote, huwa inaweza kumulika mambo yote yaliyomo ndani yake. Kwa hiyo Mungu akitaka kuifanya research ya mambo yako, anajaribu kuiangalia pumzi yako, alafu pumzi ndio inamsafirisha, inammulikia kule ndani, anajua akili zako zilivyo mbovu. Pigia Yesu makofi mazuri tafadhali. Hapa Mama Veda tu ndo ananielewa, kwa sababu amekaa kwenye ndoa miaka 30, alafu amebeba mambo makubwa. Sema amina. Huyu ndo ananielewa, kwa sababu wengine, yani huyu ndo ananielewa. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Yani kanisa kuna level linatakiwa lihame, liende kiwango kingine fulani hivi. Maana kuna matukano ambayo yanaendana na yanatukanisha mwili wa Kristo kwa sababu ya fahamu za watu fulani. Bwana asifiwe sana. Nilikuwa nashauriana mtu fulani kuhusu hata mavazi chache. Sema amina. Yaani kuna mtu anavaa vazi, alafu ukimtazama unahisi huyu ametoka kuzimu au anaabudu kanisa hili. Yaani ukiangalia tu wewe mwenyewe unatetemeka, unasema hivi, hii ni baraka gani? Mbe Bwana makofi. Lakini tunataka Mungu atupe nini? Neema, kwa sababu tunapozungumza habari ya taa, ni nuru. Sisi ndio nuru ya wengine. Yaani mtu akinitazama kuna vitu vimvutie kwangu. Sema haleluya. Na ndio maana una uwezo wa kutengeneza wigo mpana wa mavuno, iwe kwenye uchumi au kwenye afya, kwa sababu kuna vitu vingi vinatazamiwa kwako. Watu wakikosa cha kuiga kwako, ujue thamani yako imeisha. Kwako watu wanaiga nini? Watu wakikosa kitu cha kuiga kwako, huna thamani katika movement zako. Lazima wewe na kitu cha kukopi, waadapt kutoka kwako. Na muwe makini, kwa sababu kuna mtu unaweza wewe usione kile alichonacho, wakakiona wengine na kukithamini, alafu wewe ukazidi kuumia na huwezi kupata mtu mwingine kama yule. Hamjanielewa. Hivi mnafahamu kitu kinaitwa soko ulia? Soko ulia ni nini? Soko ulia. Basi hii nitawasaidia siku nyingine, maana mmenuna sana. Nitawasaidia siku nyingine. Bwana asifiwe sana. Mimi ninachotaka tuseme na wewe leo ni hiki hapa. Kwenye haya maandiko tunafunuliwa na Mungu kwamba taa, Yesu ameizungumza taa, amesema haiwezi kuwekwa chini wala kwenye chungu, taa inawekwa juu ili kila anayefika aweze kuiona, atakayeingia ndani aweze kuiona. Wewe unafikiri taa ni nani? Kwenye biashara taa ni wewe. Kwenye mahusiano taa ni wewe. Kwenye ndoa taa ni wewe. Na hii taa ndio nyota inayokupa maisha. Kuna watu wengi wamefeli kwenye ufahamu na wamefeli kujua anointing zao. Ndio maana nikawaambia hivi, leo ukikosa mafuta, Yesu anasema ametiwa mafuta na Roho Mtakatifu akiwa hajashuka hapa, akatiwa mafuta, ndio akapewa jukumu, nenda ukafanye 1, 2, 3 katika kutiwa nini? Mafuta. Sasa kuna mchungaji anakuambia hayo mafuta msipakwe, hayo ni mapepo, hayo mafuta sijui ni ya simba, hayo mafuta sijui ni ya kitu gani, wakati kwenye chakula yamenunuliwa na mkewe dukani, hajui yameundwa na nani, anakula. Anakataa tu haya,
lakini yaliyoletwa na mke wake toka dukani anakula na hajui kimechanganywa nini pale. Si unajua ni akili tu. Hizi ni fahamu tu. Hizi ni akili tu. Mtu kuona pengine wewe ufai ni akili tu. Ndio maana ninajaribu kuwasaidia. Kuna level ambazo Mungu anatusafirisha kwa sasa. Hatutakiwi tena kuwa na akili za aina ile. Akili ulizokuwa nazo mwaka 2020 sio akili zinazotakiwa 2025. 2025 tumekwenda viwango vingine. Level yangu mimi sasa hivi huwezi kuniunganisha na mtu asiye na sera za maana tukaanza story. Huwezi kuniunganisha na rafiki ambaye hana atakachonijenga zaidi ya kutaka msaada. Kuna viwango tupo, na usipojitambua kwamba nuru yako iliyoko ndani ndio inakuchagulia marafiki, taa iliyoko ndani yako ndio inakuchagulia kazi, ni lazima uhame hapo. Ni lazima uhame hapo. Barikiwe sana tajiri yangu. Huyu ndo bosi wangu hapa mjini. Mpe Bwana makofi. Bwana asifiwe sana. Yaani ukiona bado unasakamwa na kundi la watu wa ajabu ajabu kwenye maisha yako na majukumu yako, ujue bado kiwango chako hakijafika mahali unataka. Kuna level watu wafike wakukatae kwa sababu hauwezi kuambatana nao viwango fulani. Alafu kuna level lazima uanze kujiona ili hao wanao kukataa uone watakutafuta kesho kwa gharama. Tuko hapo. Tuko hapo. Nilikuwa naongea na mtu mmoja nikamwambia level ya sasa ukifanya mzaha, mahali tumeenda sasa hivi ukifanya mzaha utapoteza kila kitu na Mungu hawezi kurudisha pale. Kuna kiwango Mungu akikupeleka kuwa mwelewa sana. Kuna vitu vya kuhama. Huu shoga wa majungu saa hii ukijitambua kwamba kuna mafuta unapakwa special kwa ajili ya mission yako na uzao wako. Huu shoga wa maneno majungu wa kuambiwa fulani hafai fulani hafai, sio level yako. Hivi mimi sasa hivi unaweza ukatika urafiki alafu uanze kuniambia habari za mtumishi fulani, wakati mimi sasa hivi kuna neema ninayo ya kukaa juu ya watumishi wengine na kuwaongoza. Manake hata asiyefai na lazimika mimi ni jukumu langu nimtengeneze afai. Lakini wewe utaletewa taarifa uko jikoni unageuza nyanya na mafuta yameperea, alafu unaanza kuambiwa habari za jirani na unaanza na wewe kutia domo lako pale. Mungu anakata network yako. Anaondoa mafuta. Mungu anaondoa mafuta. Thamani yako ni nyota ulionayo. Watu wanasema nyota haiwezi sijui kufanyaje. Nyota inaibiwa. Nyota haibiwi, ila nyota unaweza kuiharibu wewe. Umetoka hapa, mimi wakati niko machimboni, kuna dada mmoja alikuwa anasontwa vidole na wanaume kibao, anasema ukilala na huyo hupati hela. Anamkosi, anagundu, hivi na vile. Watu wengine wanasema kijana fulani akitembea kitu anaambizana saluni, ukitembea na yule mfulana hupati hela. Hivi vitu vinaishi kwenye maisha ya watu. Nyota yako unaweza kuizima kwa ujinga. Unaingiza damu zako sehemu ambazo si sahihi. Unaadapti umaskini wa ukoo fulani. Kuna viwango unaona Mungu anakutengeneza, anakupa ufahamu. Anasema, Daudi anasema, neno lako ni pumzi ya miguu yangu. Manake anapoanza kutembea haelekei sehemu za kijinga. Ndio maana yake. Anapoanza kutembea yeye ni madhabahuni. Ndio maana unasikia anasema, nalifurahi waliponiambia twendeni nyumbani mwa Bwana, kwa sababu pana neno kwenye miguu yake. Hizo ndo mission za leo. Mtu anayekualika kanisani, huyo ndio mtu mzuri. Mtu anayekwambia sasa ni muda wa ibada, huyo ni mtu mzuri. Lakini mtu anayekwambia tuulizie dira gani, imefika wakati uko uswahilini, ni mambo ya madira, unatafuta dira za sale kuingilia kwenye vikoba vyenyewe ni matatizo. Unajaribu kufanya kila namna ambayo haina faida. Unajikuta umelala na dira uko na mmeo, utafikiri unataka kumsuta. Sema haleluya. Punga mkono, sema haiwezekani. Katika jina la Yesu. Sema haiwezekani. Mungu
ametumia gharama kwa kufanya hivi ulivyo. Na anapokufanya hivi ulivyo, haijalishi watu wanakuona ufai, haijalishi watoto wako wote wanasema wewe ni mchawi, haijalishi, lakini ukijitambua vile ulivyo, simama tu na hiyo neema ya Mungu. Kuna wakati Mungu anakutengeneza, atatumia mwaka mmoja, miwili, mitatu, lakini nakwambia mwaka wa 5 waliokuwa hawakutaki watakutafuta kwa gharama. Ndio kitu kinaendelea sasa hivi. Sema amen. Sema tena amen. Mungu anayo habari njema juu ya maisha yako. Anasema nyota yako haijaharibiwa wala haijaibiwa, ila inatakiwa itiwe mafuta. Itiwe tu mafuta. Na hayo mafuta lazima uyaheshimu. Sema amen. Nilikuwa namwambia jana vijana wangu wakati tuna rekodi vipindi vyetu vya redioni, nikawaambia hata gari yenyewe ina mafuta zaidi ya 5. Ina diesel. Sema amina. Ambayo unajua inawekwa kwenye tenki kubwa mno. Alafu unaona ina grisi. Alafu ina hydrauliki. Sema amina. Alafu ina mafuta ya breki. Sema amina. Alafu ina petroli. Sema amina. Sasa angalia, aina 5 za mafuta ni huduma ngapi? 5. Yanafanya gari ichomoke hapa mpaka London. Sema amen. Sema tena amen. Na ujaribu kuangalia umbali wa safari yako, ndo grade ya mafuta yako. Unataka kwenda Kariakoo, unaweka mafuta ya Kariakoo. Unataka kwenda Morogoro, unaweka idadi ya Morogoro. Unataka kwenda Mwanza, unaweka idadi ya Mwanza. Wingi wa maono yako ndio mafuta yako. Chukua hiyo, itakusaidia. Unaweza ukawa unatia kibaba, lakini unataka utende Mungu atende muujiza, ufike Mwanza. Watu hawaelewi. Tumo kanisani humu, kuna watu hawaheshimu ndoa zao, lakini wanabubujika madhabahuni. Na mwingine unaweza ukaja una uchungu, pengine umeshindana na mambo yako kule, unakuja kusema ni Bwana, ni Bwana, unamlilia Bwana, kumbe ni akili zako. Niliona mama mmoja jana anafundisha kule kwenye Instagram. Mama mmoja wa Kisabato anajaribu kueleza juu ya wamama namna ya kuomba msamaha kwenye familia zao. Anasema thamani ya msamaha mbele za Mungu, alafu akaileta kwa mume, alafu akaleta kwenye mfano, alafu akajaribu kuidadavua pale. Nilimpenda sana yule mama. Anawaambia, ilikuwa ni semina moja Kunduchi Beach pale ya wanawake, akasema mmeyapunguza mafuta yenu, mmepunguza thamani zenu kwa sababu ya mifumo dume. Alafu mwisho akawaambia mahali gani tunafeli, akaanza kuwaelekeza. Nimeipenda mpaka nimeidownload ili niwe nisikiliza mwenyewe kwa raha zangu. Sema haleluya. Kuna vitu lazima uangalie. Thamani ya mtu haiko kwenye nguo. Thamani ya mtu haiko kwenye viatu. Thamani ya mtu haiko kwenye vile ulivyo navyo. Thamani yako iko kwenye mafuta ulionayo. Thamani yako iko kwenye ufahamu wako. Hii namna nyingine inaweza ikakufanya ukakwama mahali, alafu wewe ukidhani unao mwendo. Mimi nataka nikwambie, ukichunguza 1% kubwa ya walokole wengi wamefeli life. Chukua makanisa ya Kipentekoste, alafu chukua wa Lutheri, chukua wa Roman, alafu angalia wa Pentekoste ambao wananena kwa lugha. Utagundua kuna eneo wamesha nasa, wanajitumua tu. Wamesha nasa. Kwa nini? Wanalijua neno sana mpaka wanalipandia juu na Roho Mtakatifu na nini. Humo ndio wanakutana na mambo ya jeshi kubwa. Anafikia anaweza kuwa jeshi kubwa hadi kwenye serikali, anafikia anaweza kuwa jeshi kubwa hadi kwa mume. Mnafeli hapo tu. Mnafeli hapo tu. Matokeo yake utaanza kushambuliwa na dunia. Wewe ni single mother, single mother, single mother, single mother. Kumbe kamchezo kalikuwa ni kadogo tu, kakuseti tuning yako na Mungu na ufahamu na neno, alafu ukafika mbali ambako wamenasa wengine. Nimewaudhi hapo. Hapo nishawaudhi kina mama Kimori. Sema haleluya. Nataka nikuambie mafuta, kama unataka mafuta kwa ajili ya maisha yako, ni lazima uconnect na neno la Mungu, alafu lianze kukupa upambanuzi. Huwezi kusema kwamba Bwana anafanya mambo makubwa kwako ikiwa hauna mafuta. Wale ambao wanakomaa na mafuta ndio unaona wanafika mbali sana. Tulikuwa tunajadili timu fulani,
Kuna mtu mmoja jana akawa anajaribu kuongelea kwamba kuna watu fulani wanaiamini sana hii madhabahu. Wanaamini sijui mafuta nini, wanaamini madhabahu. Mtu mmoja yuko kule Iringa na maroli yake anahangaika kule na biashara, lakini huwa kuna mafuta anatumia kwenye shughuli zake, na ni mmoja wa wakurugenzi hapa. Yakitaka kuisha mafuta anasema, jamani, naomba, nimemwambia mke wangu apige awai kanisani, baba aguse hayo mafuta yaombee yanifuate huko. Kwenye magari yake anataka awe na mafuta, kwenye biashara awe na mafuta, kwenye kazi zake awe na mafuta, hivi na vile. Wako watu wa aina hiyo. Kuna mwingine anaingia ofisini muda wote hasahau mafuta. Bwana asifiwe sana. Unajua nini? Imani yako ndio jukwaa la muujiza. Imani yako ndio jukwaa la muujiza. Angalieni hao watu ambao wanamzoea Mungu madhabahuni. Anakuja anakuwa kama mchanga kiroho, anakuwa na moto kuomba, moto kufanya hiki, moto kusema hivi, moto kuwapenda, moto kusalimia kila mtu, moto yani ule kama uchanga wa kiroho, moto anaonyesha na upendo wa kweli na kila mtu na nini. Akianza kumzoea Mungu, ameizoea madhabahu, anaanza kuwapita bila kuwasalimia. Kilichobadilika ndani ni nini? Mungu alianza kumtia mafuta. Mafuta yalivyoanza kukaa, akaanza kujiinua. Alafu Biblia inasema kiburi cha uzima. Leo akifuatwa na Mama Veda akiambiwa, wewe nguo uliotuvalia sio nzuri, ameinua vita. Alafu anaweza akakimbia akamchenga Mama Veda, akamfuata Pastor Oren au kiongozi bishop, akaenda akakaa naye faraga. Yule mama anafuata sana. Na wewe kiongozi usipokuwa makini, unaanza kumuona Mama Veda afai. Ndio hapo utaona huyu alikuwa anatetea la Bwana. Wewe ni sura ya mtu imekuja kwako, inajipendekeza kwa personal interest. Alafu unaanza na wewe kuwa na doubt na mtu yule. Kumbe mkosefu ni huyu aliyefika mbele yako. Kuweni makini. Nafundisha kuhusu mafuta. Wengi mafuta yamewatoroka kwa njia hiyo. Na mafuta yakiondoka kuyarudisha ni ngumu. Kama unasema naongea kitu gani, nenda posta kaniangalizie wachungaji briefcase pastor waliorundikana pale wanasoma magazeti kwenye meza. Hawana makanisa. Walimkosea mtu au walimkosea Mungu? Wewe utatoboaje? Sema amen. Sema tena amina. Yaani lazima tubadilike. Alafu uangalie, huyu anakuja hapa, ana mission hii, ananishauri kitu. Hata mambo mtu anakushauri kuhusu huduma yako, kuweni makini. Kwa sababu siku zote shetani huwa anakimbia kumshauri mtu. Siku ukifariki ukabahatika kuonana na Hawa, muulize shetani lugha aliyoenda nayo kwake. Hawa alikuwa amepata kibali mbele za Mungu kuliko wanawake wote, akamweka pale. Yeye ndo akomae na Adamu. Lakini shetani alivyofika hakupinga kilichokuwa kinaendelea. Akajifanya anamshauri kumpa siri kwamba hii itakuwa zaidi ya kila alichosema. Huwa wengi wanaharibikiwa majumbani na kwenye ndoa na kwenye huduma na biashara kwa ajili ya issue kama hizo. Mtu anakuja, wewe unakuwa huna utafakari wa kiroho kumjua. Halafu imefika wakati saa hii mtu anayekuja ukushauri au anakuja kwako au kabeba zawadi, mwingine anaweza akaja na kitenge. Kile kitenge amenunua bei gani? Kikawa labda ni kitenge cha shilingi 50,000. Lakini alilolibeba nyuma yake kabebeshwa makombora na ibilisi. Wewe unapokea kitenge, unauona upendo, na kabla hajakiacha kitenge ana maneno mazuri. Katika yale maneno anamtaja mtu aliye nje ya kikao chenu, anamtaja kwa ubaya. Ujue kile kitenge unaweza kukipokea ukapokea na mateso ya miaka 4-5. Lazima muwe makini. Lazima muwe makini. Zawadi inayokuja ije kwa furaha, inene mambo mazuri. Ikibaki imebaki kwa furaha. Zawadi inayokuja ikaja kwa maneno mazuri, katika mazungumzo ikamtaja mtu kwa ubaya, hiyo zawadi iondoke. Sio rahisi kunielewa, sababu naongea ya level ya fikra zenu. Mimi nataka nikuambie, mtu anayefanya kitu kwa upendo, moyo wake unasomeka. Kama una mafuta ya Roho Mtakatifu, anayekufuata kwa wema, moyo wake unasomeka. Alafu jaribu pia kujiuliza, huyu jamaa amenifuata leo, anataka kunishauri mambo ya Ulaya,
anataka kunishauri mambo ya London. Huyu jamaa tuna muda gani tumefahamiana? Na yeye binafsi ana maisha gani? Mtu mmoja alinifuata, akanikuta niko sehemu na vikao vingi. Akasema, nina zawadi yako kubwa na hiki kitu nitakuachia wewe. Hiki kitu nitakuachia wewe. Wewe ndio utaenda kunufaika. Mimi nitakuwa nimemaliza. Nikamuwaza yule, ananiletea kitu gani? Kapiga simu nyingi. Mwisho nikamwambia, bwana, mimi sipo nyumbani wala sipo kanisani, niko sehemu fulani na kufuata mwenyewe, nalipa gharama zangu. Mimi siwezi hizi hadi nataka nikuachie. Anafika mbele yangu ananiambia, kuna mtandao wa Marekani unanunua sijui konsi kwenye mtandao, ile inajaa, ile baada ya hapo unavuna, unaweza ukauza, lakini unaweza ukaanza kwa kutoa labda $50, $100. Nikamwangalia yeye pale, hata alikuta tunakunywa soda, tumeagiza na chakula. Yeye alipofika hana hata soda, anayeniletea dili ya mamilioni. Mtu anakuletea dili ya mamilioni, yeye hana hata hela ya soda. Unajua lazima muwe mnachekecha hizi biashara hewani. Yaani mtu akuonyeshe, nina nyumba 5 zile pale, nina magari 20 haya hapa, alafu nina miradi hii na hii, na wewe nataka nikushirikishe kwenye biashara. Akianza kuieleza, utajua mahali amefanikiwa. Mtu anakuja hana kitu, alafu anataka kushauri. Angalau wewe una kaakiba ka $200 ndani, yeye hana hata $20,000, anataka kushauri nini? Hii issue ni hatari. Nyinyi wanafunzi, hivi mkiwasha taa mnastahili kuiweka wapi? Kwa nini hamuelewi bwana? Anasema mkiwasha taa zenu, jamani, hivi mnastahili kuziweka eneo gani? Nyinyi ndio muambie Yesu, taa hii tunaiweka uvunguni, tunaiweka jikoni, au tunaiweka juu ili kila anayepita lango kuu aione? Hamjaelewa hilo fumbo? Hamjaelewa hilo kufumbo? Angekuwepo baba wa taifa hapa angeshanielewa. Unajua Yesu anajaribu kukufuata kwenye grade. Anauliza swali zuri mno. Hebu tusomee tena hapo jamani, kwenye Luka tu. Hebu tujaribu kutafakari, na nyewe wanachuo mko hapa, mkalifumbue. Ilikuwa ni Luka sura ile ya ngapi? Ni Luka sura ya 11 mstari wa 33. Alafu tunaweza kuflow pale kidogo, lakini pia kuna na Michael, ila zote zinaongea habari hiyo hiyo. Tudili na Luka. Bwana asifiwe. Hakuna mtu awashaye taa na kuiweka mahali palipostirika, ndio, au chini ya pishi, bali huiweka juu ya kiango. Bali wote huwa wanaiweka juu ya nini? Ya kiango, yani meza, ili waingiao, ili kila anaingia, yani waingiao ndani, ndio wapate kuona mwanga. Alafu taa ya mwili ni jicho. Basi jicho lako likiwa safi, mwili wako wote unao mwanga. Haleluya. Lakini likiwa bovu, mwili wako nao unagiza. Mimi sisemi tena, muhubiri nyinyi sasa. Yaani nyinyi wenyewe mjihubirie kwenye akili zenu. Kila mmoja aitishe kama mkutano huko kichwani kwake. Na ukirudi nyumbani jiitishe kama mkutano, ucheki wewe unafeli wapi. Neno limemwaga taarifa zote za utajiri, mafanikio. Unabaki kuchukia watu wengine waliofanikiwa. Niliwaambia juzi, siri kubwa ya mafanikio ikiwa huna mtaji, mpende mtu aliyefanikiwa. Siri kubwa ya mafanikio ikiwa wewe huna mtaji, mpende mtu aliyefanikiwa. Mungu anamwambia Ibrahimu kwenye sura ya 12 Mwanzo, anasema nchi ninayokuelekeza kwenda, kule watakaokubariki na wao watakuwa wamebarikiwa. Maana yake ni nini? Ukimuona mtu amefanikiwa, mpende, muombe na mafanikio zaidi ya hayo, kwa sababu amebahatika kujuana na wewe. Lakini siku zote ukisimama kinyume na mtu aliyefanikiwa, wewe hautafanikiwa kabisa. Sisi tumeona wangapi, unapita tu unaona anatukana gari, anatukana baisikeli, anatukana pikipiki, anasema mmemtimulia vumbi, anasema mmemrushia maji. Humu Uswahilini kuna vituko sana. Alafu wengine wanasimamaga kinyume, sema amina. Alafu siku amebanwa, anaangalia watu wote ambao anaona wako level moja hawawezi kumsaidia.
anamtafuta yule aliyefanikiwa. Ndio maana nakueleza kwamba roho ya umaskini ni mbaya sana, na maskini usimwamini kwenye level yoyote. Mimi nakueleza hata barabarani usimwamini maskini. Kwa nini nasema hivyo? Maskini ukimwamini, muda wote anakusaliti. Akishika 5,000 ya yule, anageuka kuwa kinyume na wewe. Usimwamini maskini. Tunajua kanisani sisi hatuna maskini. Ninazungumzia yule aliyoko kule, anayeomba msaada. Huyo ndio nazungumzia. Lakini aliyekuja hapa kaja kuchukua taa yake. Pigia Yesu makofi. Barikiwe sana jembe langu. Dakika zangu zinaelekea ukingoni. Nilikuwa naweka msingi kwenye mambo fulani ya muhimu. Sema amina. Na wewe mwingine utafafanua nyumbani, lakini ukumbuke kwamba taa yoyote au nyota lazima itiwe nini? Mafuta, ili flow. Mimi nilipenda sana huduma ya mafuta wakati niko kwa bishop wangu. Wachungaji mbalimbali wa mikoa wa kanda walikuwa wakitembelea kanisani. Kila mchungaji alikuwa akisema nataka niwapake mafuta. Nilikuwa kwanza kwenda. Bwana, kuna mafuta hapa 10,000, 20 changia. Mimi nilikuwa najinyima, naona bora nitembee kwa miguu nichukue mafuta. Leo mahali nilipo na yazungumza mafuta kwa ushuhuda. Unajua Mungu hajakupangia jambo moja. Mungu amekupangia vitu vingi, kakupangia mambo mengi mazuri. Hivyo ulivyo. Hivyo ulivyo. Ndio maana siri kubwa sasa hivi ukiona dunia imekukataa, wewe kimbilia kwa Mungu. Na ninakueleza Mungu hawezi kukukataa. Amesema yeye hawezi kuwatupa kamwe. Tunaelezwa habari nyingi sana za ufalme wa Mungu, lakini mimi nilikuwa nimetulia kwenye hili fumbo hapa. Anauliza kuhusu taa. Kuna mfalme mmoja, ukisoma vitabu fulani vya kale pale, anazungumzia kuhusu taa. Anasema hizi taa zilikuwa zikichukuliwa alafu zinapangwa kwenye meza, lakini zilipowashwa tu zile taa ikaonekana dhahabu, ikaonekana sijui madini gani, vitu vingi. Baada ya ile taa kuwashwa, nitawafundisha Jumapili. Baada ya ile taa kufanyaje? Kuwashwa. Yaani yule chief alikuwa na haha, lakini Biblia inasema akaota ndoto kwamba amekaa mezani, alafu mezani palikuwa panagiza, akawasha taa. Taa ilipowaka, kushoto kwake akaona dhahabu, akaona sijui mawe gani ya thamani, akaona sijui marubi sijui na vitu gani. Tangu hapo akasema Mungu uko hapa. Mfuatilie Yakobo utajiri wake. Achana na story ya kwamba mama yake kamwelekeza pa kwenda. Kwanza mama yake hakumwelekeza. Soma vizuri ile Bible. Ukimfuatilia Yakobo, mahali alipokuwa anakimbilia, matuamo machache aliyofika kutua sehemu, Yakobo alipoanza kuona kwamba jua limezama na nini, akalala, alafu akaona ndoto na nini, akastuka, akasema inawezekana hii ni madhabahu ya Mungu. Hili ndilo lango la mbinguni. Kwa kuona malaika wana move kwenda juu na kushuka. Asubuhi alipoamka, alichukua lile jiwe, akalisimika pale, akalitia mafuta. Akafanya agano ya kwamba huku niendako, nikifanikiwa salama na nikarudi, haya mafuta nitaanza kuyatumikia. Sijui unanielewa ninachosema? Pia ni mbaya sana kuwa mpakwa mafuta ambaye huna agano na Mungu. Nimeona watumishi wengi wakifa vifo vibaya kwa sababu ya maroho wanayopambana nayo. Nimeona watu wengi wakiondoka kwa mateso, mafuta yakishakuwa makubwa. Ukikosa agano utakufa kifo kibaya. Ni lazima ufanye agano na Mungu. Kwenye utumishi huu, agano ni mkataba. Achana na habari ya nimeitwa. Kila mtu atakwambia ameitwa. Mwingine anaitwa na mapepo na anayatumikia, mwingine anaitwa na mizimu. Na anashika maiki anamtangaza Yesu na mizimu ya kwao. Hamwezi kunielewa. Na unaona kabisa anafungua maandiko yote na ameyakariri, anayatafuna kama vile nini. Kumbe anatumia roho iliyopenya kwenye kitovu chake, nywele zake za uchanga zilizobebwa ilizi zikawekwa hapo, akatamkiwa vitu. Anatumika na amepakwa mafuta na anavaa kola na msalaba mkubwa. Lakini kuondoka kwake ndio utajua Mungu kweli. Kwa nini huyu ateseke hivi? Kama yeye alihubiri maelfu akakombolewa, kama yeye alifanye
Kwa nini asiondoke kama mtumishi mmoja wa Nigeria amemaliza huduma madhabahuni, akaenda akakalia kiti chake, wakati bado Biblia hajaipumzisha, Mungu akaichukua roho. Hicho ndo kifo cha watu wenye agano na Mungu. Unakufa unagombana na jeneza, miguu unarusha unapasua hivi, watu wanakuja, umetupa mateke, unakufa umeganda namna hii kama vile John Cena. Wewe ulikuwa unamtumikia Mungu gani? Mungu ndo anawatoaga watu vibaya hivyo. Kwa nini tunampa mistara isiyo muhusu? Hata we mama, we baba uliyekuja leo, tengeneza mahusiano yako vizuri na Mungu. Ninakueleza utaondoka kifo cha furaha. Utaondoka vizuri. Wewe kijana ambaye bado unatafuta maisha, huu ndio wakati umemjua Mungu, usimwache. Mshike katika weledi, lakini uende kwa kiasi. Usije ukang'ang'ania kanisani muda wote ukao unapinduka hapa unanena kwa lugha, unapinduka hapa. Ruhusu uhuru wa mawazo akili yako. Kwenye darasa letu la chuoni kuna mahali hamjui ninachokifanya. Ndio maana ni rahisi kutonielewa, ni rahisi kujibizana, ni rahisi kufanya hivi. Lakini mimi kuna neema Mungu amenipa. Nilipowapeleka sana theolojia, nimewatoa nikamwambia muandae masomo yaliyo nje ya Biblia. Na msitoe mfano wote wa Biblia wala kumtaja mtu kwenye Biblia. Muongee normally kama vile mko uraiani. Na jaribu kuzirudisha akili zenu. Nilikuwa kwenye gari naenda kununua matunda. Akanipigia mtumishi mmoja wa Mungu, naye ni mkubwa. Akaniambia, mtumishi wa Mungu, nabarikiwa sana na kazi zako. Naomba tu kuanzia sasa uanze kunimenta. Nikamwambia sijakuelewa. Watu watatu, Roho wa Mungu ni shahidi. Watu watatu. Anasema ninapenda uwe unanishauri. Kwenye moja nikafikiri hao watu wamepigiana simu. Lakini ukimsikiliza mtu kwenye masikio alafu unamchekecha huku moyoni, unapata jibu. Ile pumzi Biblia imetuambia ya mwanadamu ni taa ya Mungu. Huku ndani nikamsikia huyu hana mawasiliano na yule. Wa mwisho ilikuwa ni usiku. Nilikuwa naangalia kwenye simu kitu fulani, ikaingia simu. Akasema nimetoka Bagamoyo, nimepishana na gari kama ya kwako. Nikamwambia usiku huu? Akasema ndio. Nikamwambia hapana, sijatoka kabisa, mimi niko tu madhabahuni. Kaongea mambo fulani aliyoyafuatilia, na mimi nikamwambia nilikuwa huko wiki iliyopita, tukaongea. Akasema bwana, tena nilitaka nikupigie ile wiki unishauri kitu. Sijui kama mnanielewa. Kuna mtu mwingine leo uko naye karibu, mnatembea wote, ukitaka kumshauri hashauriki au ni vita. Mimi namuuliza Mungu ni nini? Tusaidie. Kwenye ndege naenda Botswana kipindi cha corona ya kwanza, nilikuwa naenda Botswana, nikaongea kushare na baba mmoja alikuwa ametoka Dodoma anaenda Botswana, lakini anaenda Namibia mbele yake kidogo. Tukaongea, alikuwa amevaa pensi, namkumbuka yule kaka, tulibadilishana namba za simu. Tuliongea, akanieleza kitu fulani. Wakati nimemjibu akaniangalia akasema, da, hivi wewe ni mtumishi wa Mungu? Nikamwambia ndio. Akasema nimependa sana hiki tulichoongea, ulichochangia. Wewe umeitwa, usiache hiyo njia, utasaidia maelfu ya watu. Nakumbuka niko kwenye ndege angani. Tuliposhuka wote pale Otambo International Airport ya South Africa, tukaambatana kama vile tumekuwa wote, japo tulikaa siti moja. Lakini sasa tumeshuka pale na nini, tuko pamoja naye tu, anafurahi, ananisemesha vitu. Nashuka tena Botswana, kale ka ndege kadogo vinavyochukua watu South Africa kwenda Botswana, dakika 15 pale kama hapa na Zanzibar. Tunaingia kwenye kale ka ndege kadogo, tuko naye. Nikamwambia mbona tena tunaenda wote huku? Akasema mimi nashuka Botswana, nafanya kazi zangu za kiserikali, niko SADC, alafu ndio naenda Namibia nilikopangiwa kituo cha kazi. Bwana asifiwe sana. Jina la sema haleluya. Bwana asifiwe sana. Kubali kuwa karibu na mtu mwenye mawazo mazuri kuliko kuwa karibu na mtu mwenye pesa. Hilo ni neno langu kwako. Kubali kuwa karibu na mtu mwenye mawazo mazuri kuliko kuwa karibu na mtu mwenye pesa.
Ninapozungumza mawazo mazuri ni neema ya Mungu na mafuta yaliyoko. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Ninaomba Jumapili tukutane mapema sana. Nitafundisha vizuri sana kuhusu maeneo fulani. Haleluya. Na nitawavusha. Nataka sasa pengine kama ni wewe mtume Doto ulifeli kwenye mifugo, nataka sasa mifugo ukaone. Issue ni kwamba tukupapaka mafuta. Bwana amejifunua. Kama wewe uliwahi kufuga, nataka saa hii wote mkafuge. Kabla mjaingia kwenye mazizi, tunayapaka mafuta. Tunayapaka mafuta. Kuna biashara ulifanya ikaharibika, tufanye kama hujawahi kufanya. Ile biashara tuipake mafuta. Tukishaipaka mafuta ile biashara, hata kama haipo, leteni leseni zenu za biashara, tuzitie mafuta. Leteni vitambulisho, tuvitie mafuta. Leteni pasipoti zenu. Unataka kuvuka mipaka, tuitie mafuta. Leta cheti chako ulichopatia ajira. Leta CV zako, tuzitie mafuta. Tuzitie mafuta. Hamjaelewa ninachosema? Labda tufungue kitabu cha Mambo ya Walawi nimalize hapa. Ndio ujue kwamba Mungu kuna eneo ambalo akikumention lazima patiwe mafuta. Anazungumzia hema la kukutania. Ndio. Twende kazi. Kisha Bwana akanena na Musa. Ndio. Na kumwambia waagize wana wa Israeli kwamba wakuletee mafuta ya zeituni safi, ndio, ya kupondwa, yaliyochanganywa kiwandani, kwa ajili ya ile nuru, kwa sababu ya ile nyota, ili hiyo taa iwake daima milele kabisa, isizimike. Na anasema wapi ukiendelea chini hapo? Hapo nje ya pazia. Nje ya pazia. Anasema hapo nje ya pazia la ushahidi. Ndani ya hema kukutania. Yani manake hema ya kukutania ni madhabahuni. Hata madhabahu kama hii lazima ili ijengwe hapa na waumini wakae, lazima iwe imepakwa mafuta. Amina. Achana na mtu kumpaka mafuta madhabahu. Mtu mpake mafuta kwa ajili ya misheni zake. Lakini madhabahu ili isimame, wachawi waiogope, waishindwe, waumini wote wawekwe huru, wasiwe wanakimbia ovyo, lazima ipakwe mafuta. Haya, Kutoka 27 mstari wa 20 ni yale maneno. Hapa anasema waagize, lakini kule anasema waamuru, manake ni lazima. Tukiwaelekeza mnajifanya mtuelewi kwa sababu mmetuzoea. Mzee Veda tu. Kutoka 27 mstari wa 20. Ndio. Nawe waamuru wana wa Israeli, wana wa Israeli wakuletee mafuta ya zeituni safi, ndio, ya kupondwa kwa ajili ya nuru, kwa ajili ya nuru, ili kufanya ile taa, kuwaka daima, iwake moja kwa moja. Asa wewe kwenye kamti kako ulipoenda kuanzisha ujenzi pale, pameshindikana kwa sababu ile ardhi ilitakiwa yaende mafuta. Kiwanja chako pale miaka ile ilitakiwa yatangulie mafuta. Kazi yako, mimi ni kweli nisitoe siri zangu za ujenzi, sitaki kutoa hapa, ninajibakizia mwenyewe, kwa sababu kuna maeneo mmefeli. Si kwamba wewe ulipungukiwa akili, umefelishwa kwa sababu hukuwa na yale maarifa mwanzo, alafu ibilisi akaingia akapatawala yeye. Hata ukileta waombaji, maombi huwa hayakai chini, maombi huwa yanamfuata muhusika juu. Unaombea ardhi hiyo. Hamjanielewa? Mzee Veda nielewa. Umeita wachungaji 50 wanaomba, anga ndio linatifuka, sio ardhi hiyo. Maombi yanapaa, yanakwenda, yanakutana na Mola, taarifa na muhuri unagongwa kwenye kiti cha enzi kwa ajili ya maombi hayo, lakini sio ardhi. Shetani alishatangulia, anaishi kuzimu na ardhi ameikamata yeye. Umemwangamiza na nini? Lazima umimine mafuta hapo. Lazima umimine mafuta hapo. Ukimimina mafuta, jengo litajengwa. Na kueleza jengo litajengwa. Nasema hivi, hilo jengo litajengwa. Nasema hilo duka litapanuka. Ukimimina mafuta hapo, hilo duka litasimama.
vinakimbia hewani. Lakini hii ardhi tunapigana nayo kila siku. Hii ardhi tunagombana nayo kila siku. Haijazungumziwa kitu juu ya maisha yako. Hamkuona wakati tumejifunza kuhusu ardhi? Wiki ya kwanza, wiki ya pili, ya tatu, tukaenda mwezi. Wiki 6 nakumbuka masomo ya ardhi. Tunamaliza akatokea askofu, ana mradi wa viwanja anavigawa. Bado hamjawahi kunielewa. Leo nikitaka kukushauri kwenye mambo yako unaona kama sifai. Mimi naweza kukushauri sababu nina neema, na ukikataa ushauri wangu, mimi nasonga mbele. Na washauri watakaofanikiwa tunashikana juu kwa juu. Usigome. Kuna vitu lazima upime akili ya mtu. Usimwekee mtu mipaka. Sema haleluya. Sema tena haleluya. Kuna watu leo wanagombana, wanataka wapate nini? Wisdom. Hekima. Hata mzee wangu mmoja tukizungumza wakati mwingine ananiambia, wewe songa mbele bwana. Mimi nimeshaielewa unachokifanya. Wewe songa mbele. Mimi naelewa. Natoka na hiyo kauli. Nilikuwa na maumivu, nilikuwa na machozi, lakini anasema nisonge mbele. Ameshaelewa ninachokifanya. Nisonge mbele. Leo situko hapa. Hata maaskofu hiki watakielewa. Mimi nasema hii sio mtu kanifundisha, ni Roho wa Bwana ndio amenifundisha. Vitu vingi vimefia ardhini. Hata sema amen. Tunadili na ardhi. Awamu hii ardhi lazima ikatupe heshima. Huwezi kujua shetani anaishi kuzimu. Yaani yeye ardhi kaiatamia. Alipotupwa kule mbinguni alitua hapa. Ni rahisi kuua tu mifugo twako, ukakomea kuku 4 tu. Nao wakakuhurumia, wakakuachia tu wa neema. Na wenyewe mkaishia kuwala mboga tu. Wakati wa ugonjwa mnaishia kuwatafuna wenyewe. Mnakombania miguu. Anaua kila kitu. Mimi Joakim, ninakushauri tu nielewe, utafika mbali.